Naam, bila shaka nataka nielekee katika uwanja wa JKIA hususan katika eneo la Embakasi pale ambapo maafisa wale ambao walikuwa katika ile misheni ya usalama kule katika taifa la Haiti wamerudi humu nchini wakipokelewa na viongozi mbalimbali ikiwemo viongozi wakuu wa idara ya polisi. Niungane naye mwenzangu Lennox Sengre atueleze kwa kina ni maafisa wangapi wamerudi kwa sasa. Yeri, tuko katika uwanja wa ndege wa JKIA ambapo maafisa waliokuwa wameenda nchini ya Haiti wamewasili humu nchini, wamerejea humu nchini hii leo ambapo hii shughuli imeongozwa na wakuu wa polisi ambao tuko nao hapa. Na moja kwa moja tunaungana na Mheshimiwa Monica Juma ambaye amekuwa kwenye kipao ya mbele ili kutueleza ni wangapi wamerejea na ni wangapi walioenda nchini Haiti hapo jana. Labda Mheshimiwa utueleze tu ni wangapi wamerejea humu nchini na shughuli imekuwa. Askari 230 wamerejea leo jioni kutoka kwa kazi ambayo wamekuwa Haiti kwa muda wa miezi 18. Wameletwa na DNSA, former IG Joseph Boynet, na nyuma yangu kama unavyoona wamepokelewa pia na ma-DIG wote wawili wa polisi. Kwa hivyo tunafuraha sana, wote wamefurahi kufika nyumbani na wametekeleza kazi kwa ushujaa. Kwa hivyo sisi sote we are very proud of them. Shughuli labda utueleze imekuwa namna gani nchini Haiti? Shughuli imekuwa shwari sana. Wameweza kushikilia hiyo nchi kwa muda huo wote. Kama unavyojua kumekuwa na transitions kama 3 hivi na nchi inaendelea vizuri. Unajua Umoja wa Mataifa pia umefanya second resolution ya kufanya successor mission. Kwa hivyo wamekuwa wabidii, wamejikakamua. They have made us very proud. Labda kifedha tumepata changamoto, mara UN wanasema watakuwa wanapea support hapo kwa fedha, labda utatuambia nini? No, hatujapata changamoto za kifedha, lakini ambavyo kimetendeka ni kuwa maagizo ya Umoja wa Mataifa kuitengeneza successor mission ya Gang Suppression Force ili wawape zaidi, iwe kubwa zaidi. Hii ilikuwa mission ya 2,500, sasa wameamua iwe 5,000. Kwa hivyo ni kuipanua ili ile kazi iweze kufanyika kwa urahisi. Maybe this is the first contingent to land into the country. We've seen the kind of work they've done in Haiti as what do you say about our service? Well, this says that we have a professional, loyal, patriotic police officers. They have performed extraordinarily well in very difficult circumstances, and they have placed Haiti on a pathway for really restoration of peace and security. Without the mission, the MSS mission, there would not have been a foundation for the successor mission, which is the Gang Suppression Force. So we have had a lot of accolades for our forces, and I think tonight Na bila shaka ni mshukuru mwenzangu Lennox Sengre ambaye amekuwa pale. Tumesikia Monica Juma ambaye ni mshauri wa masuala ya usalama wa Rais William Ruto akitoa shukrani zake kwa maafisa hao wa Kenya ambao wamerudi takriban 200 na watakuwa wanarudi kwa awamu baada ya kuhudumu kwa takriban miezi 18 katika taifa hilo la Haiti. Kufikia hapo mimi sina la ziada, ila nikushukuru mtazamaji kwa kutenga wasaa kutazama taarifa hizi za KTN leo Jumanne hii. Niseme kwaheri, ubaki na wengi wa khairi. Mimi ni Suleiman Yeri, mwenzangu ishara amekuwa Philip Mondi. Masal khairi.